Sheria ikifanya kazi katika mazingira ya kawaida, katika fani ya usulul fiqh inaitwa azima. Azima maana yake ni sheria inayofanya kazi katika mazingira ya kawaida, ya maisha ya kawaida. Hakuna kitu chochote kinachomfanya mtu alazimike kufanya jambo asilolitaka. Hayo ndio mazingira ya kawaida. Kila mtu anafanya lile alilochagua kulifanya. Hiyo sheria inaitwa azima. Ingawa nimesema neno azima linatumika katika maana mbalimbali kwa mujibu wa fani inayohusika. Kwenye uganga azima ni kitu kingine, kila mahala pana matumizi yake. Lakini kwenye fani ya usul fiqh ukisema azima maana yake ni sheria inayotumika katika mazingira ya kawaida ambapo kila mtu hufanya analolitaka, huchagua kufanya analolitaka. Ama ukisema rukhsa maana yake ni sheria pia inayotumika katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida ambapo mtu hufanya jambo hata kama halitaki. Hiyo ndio rukhsa. Mfano ana njaa ya kufa na pana nyama ya nguruwe. Yeye hataki kula nyama ya nguruwe, lakini sasa kama hakula nyama ya nguruwe hawezi kuokoa maisha yake. Kwa hivyo atafanyaje sasa? Atakula. Au amesakamwa na tonge la nyama hapa kwenye shingo, kwenye koo, halishuki. Na chupa za maji na maji yote yamekwisha mpaka akatafutwe maji pengine, pana chupa la bia ambalo lina asili ya maji lakini si maji tena, sasa chakuwa na hali nyingine. Kwa hivyo atasukumia kushusha ile tonge yake. Hiyo sasa si sheria inayoitwa azima, hiyo ni sheria inayoitwa rukhsa. Na si ucha Mungu kusema abaki limemsakama watu wakatafute maji kisimani mpaka waje wakimkuta kafa apotelea mbali, atakufa shahidi ende peponi. Hendi peponi kwa sababu hiyo. Hendi peponi kwa sababu hiyo. Anaweza kwenda peponi kwa vitendo vyake vyema vingine, lakini hiyo sio sababu ya kumpeleka peponi. Tumefahamiana? Tunazungumzia asa aina za rukhsa. Qasama al-Hanafiyyah rukhsata ila arba'ati anwa'i. Mahanafi wameigawa rukhsa katika aina 4. Ibahatul fi'l al-muharram 'inda ad-darurati wal haja. Aina ya kwanza ni kuhalalisha kitendo cha haramu wakati wa dharura au wakati wa mahitaji. Panapokuwa na dharura au mahitaji. Vitu viwili, kuna dharura na kuna mahitaji. Dharura ni kubwa zaidi. Mahitaji si makubwa, lakini pia nayo ni mahitaji. Sasa wanasema mahanafi ibahatul fi'li al-muharram, kuhalalisha kitendo kilichoharamishwa lakini inda dharurati, wakati wa dharura au al-hajati, au wakati wa mahitaji. Ukurasa 142, ukurasa 142. Uweki vizuri alama zako mkongwe. Miwani inakusaidia, watu wanakusaidia. 142. Anatoa mfano katalafuzu bil kufri, kama kutamka ukafiri inda likrai, unapolazimishwa ala alqatl, kwa kuuliwa, au qat'a udhuin, au kukatwa kiungo. Ukaambiwa wewe sema hakuna Mungu au tunakupiga risasi. Sema hakuna Mungu au tunakukata ulimi. Waambie hajawahi kuwepo. Hajawahi na hato kuwepo. Basi utakuachia. Ushapona, wala hujakufuru. Wala hujatoka kwenye Uislamu. Kwa sababu ulikuwa unaokoa nini? Maisha. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadra. Yule ndo mwenye tatizo. Tunasomesha sisi elimu inaposema, sema kama kuna mtu anakejeli au anabeza, hilo lake mwenyewe. Nakubeza. Hii ni amana. Tumeachiwa na wanazuoni na ni dini ya Mwenyezi Mungu, tunaisema kama vile ambavyo elimu inataka. Sasa kama mtu anadharau, anabeza, anakejeli, hilo ataondoka nalo yeye kwenye kichwa chake. Ma'atminani alqalbi, pamoja na tumaini la moyo, bil imani, kwa imani, kwamba bado moyo wake uko pale pale kwenye imani, hajatetereka katika imani, lakini kalazimika utamka jambo linalokwenda kinyume na nini? Na imani. Liqaulihi ta'ala,
Na haya ni kwa kauli yake mwenyewe Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, man kafara billahi, yoyote aliyemkufuru Mwenyezi Mungu, min ba'di imanihi, baada ya kushakumwamini huyo Mwenyezi Mungu, illa man ukriha, isipokuwa aliyelazimishwa, wa qalbuhu mutma'innun bil imani, na moyo wake umetumaini katika imani, huyo hana neno. Hiyo ni suratul Nahl. Na wanasema aya hii imemhusu Ammar bin Yasir kwa asilimia kubwa sana, pamoja na ukoo wake wa Ali Yasir wote, baba yake, mama yake Bi Sumayya, walipokuwa wakiteswa vibaya sana pale Maka, kwa sababu walisilimu ukoo mzima wale, na walikuwa ni watu wanyonge, na pale Maka wamekaribishwa tu, wanaishi kwa dhamana ya ukoo wa Bani Makhzum, ambao ndio ukoo wa Abu Jahal. Yani Abu Jahal ndio alikuwa mdhamini wao pale kwa wakati ule. Sasa wakaslimu wale. Abu Jahal akamwambia, nani kakupeni ruhusa ya kuslimu? Na nyinyi mko hapa kwa dhamana yangu. Yani mtu akikudhamini, yani imani yake usiisaliti, usende kwenye imani nyingine. Wakaanza kuteswa. Bibi Sumayya ameuliwa vibaya sana, na Ammar anamuona mama yake akiuliwa. Manake miguu yake miwili ilifungwa kamba na farasi wanaokwenda njia mbili tofauti. Alafu Abu Jahal akachukua mkuki akauweka kwenye moto, paka kile kichwa cha mkuki cha chuma kikapata moto sawa sawa. Alafu akawaamrisha wale farasi kila mmoja aende na njia yake, anamrarua miguu, alafu akauingiza na ule mkuki wa moto katikati. Na huku Ammar bin Yasir anamuona mama yake akifa katika kifo kama hicho. Baba yake naye akawa anapigwa pasi za moto, vyuma vinawekwa kwenye moto, alafu anababrikwa nazo kwenye macho, kwenye pua, kwenye uso, mpaka kafa. Unaambia mnaamini Mungu mmoja au mnaamini masanamu yetu? Mungu mmoja, Mungu mmoja, Mungu mmoja. Wanateseka mpaka wanakufa namna hii. Ilipofika zamu ya Ammar, anaona wazee wake wamekufa namna ile, akaambia unasemaje? Na akasema kama ni hivi, Mungu hakuna cha mmoja, ndio hao mnawasema nyinyi. Mungu kibao au mnawataka nyinyi. Ikiwa habari zenyewe ndio hizi, miungu kibao hiyo mnaoitaka nyinyi. Wakamwachia. Lakini baadaye akawa anajuta, kwa nini bora angekubali kufa na hivi Akaambia hapana, ndio wakalbuhu mutmainnun bil iman. Na Mungu akaja akampa umri wa zaidi ya miaka 90 katika maisha yake. Kaishi umri mrefu. Wengine wanasema fika 80 na wengine 90 lakini 80 alivuka. Akaja akafa katika vita vingine kabisa huko. Na kabashiru pepo. Kwa hivyo tusidharau. Wa qalbuhu mutmainnun bil imani, na moyo wake umetulia kwenye imani. Hiyo ni suratul Nahl, sura 16 katika mpangilio wa sura za Qur'ani, aya 106. 16 mkwaju 106. Ndivyo inapoandikwa. Manake ni sura 16 aya 106. Wa kaliftari fi ramadhana inda likrahi, na kama kufungua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani kula mchana wakati wa kulazimishwa. Ukilazimishwa ule mchana, au utateswa, utapigwa, utafanyaje, utauliwa, basi kula mchana, alafu utakuja kufunga siku nyingine. Wa itlafu mali ghairihi inda likrahi, na kuharibu mali ya mtu mwingine wakati wa kulazimishwa, kwamba vunja nyumba ya mtu, kama ukuvunja nyumba ya mtu utakuua. Kwa hivyo nayo hayo. Wa halul akli min almaitati, na wahalali ini hilu itakuwa hii au halu. Hilu ndio bora. Wa hilul akli haitwa kisra, na wahalali wa kula ndio naona fasaha yake ni hilu. Wa hilul akli, na wahalali wa kula min almaitati, kilichokufa inda aljui shadidi, wakati wa njaa kali. Wa ibahati shurbil khamri, na kuhalalisha kunywa pombe inda dhama shadidi, wakati wa kiu kali. Nilipotoa mfano huo hapa, kuna watu walicheka kwa dharau hapa, kwamba ikiwa tonge mtu imemkwama hapa, basi na hapana maji, anaweza akachuchia kwa chochote kilichopo mbele pale, hata mkojo kama umo ndani ya chupa chuchia. Si unataka upone? Sasa yeye hapa anazungumzia kiu tu, kwamba hakuna maji na kiu kali, pana bia kunywa, na ni dharura. Wa ibahati tarki al-amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar,
na uhalali wa kuacha kuamrisha mema na kukataza mabaya, inda alkhawfi ala nafsi, kwa kuogopea nafsi, min hakimin dhalimin, na mtawala dhalim. Umeingia katika nchi ambayo mtawala hataki mawaidha yatolewe. Ukitoa mawaidha utauliwa, basi utanyamaza. Utampa mawaidha mtu mmoja mmoja, utaacha kutumia media katika kuzungumza au kutumia watu wengi, utaacha kuzungumza, utazungumza na mtu mmoja mmoja. Na wakati mwingine inakuja katika njia nyingine. Serikali hizi zetu sisi wakati mwingine zinawazuilia watu kufanya kazi ya kutoa mawaidha. Tunapiga kelele wakati mwingine, lakini zinakuwepo sababu. Yaani anaweza kutokea mambo, pengine khatibu kwenye membari au shekhe, mzungumzaji kama mimi, akachochea watu kwa kujua au bila kujua, akawahamasisha watu wakafanya jambo likawa linakwenda kinyume na sheria za nchi. Alafu sheria ya nchi au utawala ukasema, kwanza sasa tunakuzuia kwanza kufanya kazi ya kutoa mawaidha. Basi uache, fanya mambo mengine. Tumefahamiana? Na wewe hutakuwa na nini? Hutakuwa na dhambi. Mpaka hapo watakapokuwa wenyewe wameshaweka sawa mambo. Lakini ndio sisi hasa hapa Zanzibar tunachanganya sana baina taratibu za kidini na taratibu za kisiasa. Akizuiliwa shekhe kuzungumza, watu wanataka kuanzisha maandamano. Shekhe fulani kazuiwa, lazima aseme. Kwa lazima aseme yeye? Hakuna wengine wa kusema? Imekuwa fardhu aini aseme yeye peke yake? Mimi leo hivi nikiambiwa bwana, kuanzia leo Sheikh Msaba usifundishe kwenye msikiti wote wala chombo chochote cha habari, naacha kufundisha. Nitakwenda kucheza zumna. Naambia endeleeni. Takaponambia nifundishe nitafundisha. Lakini mniambie tu kosa langu nini? Nimefanya nini mpaka nazuiwa? Basi mkisha kuniambia hilo, kama la kurekebishwa kwa kuzuiwa nizuieni. Sina tatizo lolote. Lakini wengine akizuiwa na wala asiandamane mtu hata mmoja kwa kuwa Sheikh Msaba kazuiwa kufundisha. Asiandamane mtu yote, sitaki. Nizuiwe sasa hivi mimi, au sasa hivi waje askari polisi hapa na pingu wananichukua. Sitaki hata takbira kuisikia. Nyamazeni kimya. Nitaondoka na pingu hapa, nende zangu huko, nitajua mimi mwenyewe. Sasa kabisa kushirikisha umma katika mambo kama haya, kwa sababu nawajua watu wetu. Si watu wenye kufahamu nini tunakitafuta. Watatuletea tabu. Sitaki ushabiki, mimi nataka watu wasome. Sitaki mashabiki, sitaki mtu akunifilia uchungu. Someni mpate elimu. Hao wengine wana mengine na mimi na mengine. Haya, twendeni. Wa hukmuhu, na hukumu yake nini? Aljawazu, kufaa kutumia ruhusa, inafaa. Illa isipokuwa idha khafa shakhsu halaka nafsihi, atakapogopa mtu kuiangamiza nafsi yake, au dhahaba udwin, au kupotea kiungo min adhaihi, katika viungo vyake, fayasbahu al-amalu bi rukhsati ina idhin wajiban. Hapo itakuwa kuifanya kazi ruhusa ni wajibu. Piga mstari, wajiban, ipige mstari. Narudia maneno haya. Wa hukmuhu, na hukumu ya kutumia ruhusa, aljawazu, kufaa. Yani ukitaka utatumia ruhusa, ukitaka utaacha kutumia ruhusa. Una njia mbili. Si lazima kuitumia. Unaweza kuiacha. Illa isipokuwa idha khafa shakhsu, atakapoogopa mtu halaka nafsi, kuihilikisha, kuiangamiza nafsi yake, kama hakutumia ruhusa atakufa. Au dhahaba udwin min adha'i, au kupoteza kiungo katika viungo vyake. Atakuwa na tatizo la moyo, atakuwa na tatizo la macho, atakuwa na tatizo la miguu, atakuwa na tatizo la mikono, chochote kile kiungo. Fayasbahu al-amalu birukhsati, itakuwa kuitumia ruhusa wakati huo, hina idhin, wakati huo, wajiban, ni lazima. Sasa lazima atumie ruhusa. Asije akasema mimi mcha Mungu, ruhusa hii sitaki. Ana matatizo ya masikio, na kaambiwa masikio haya hayaponi mpaka usage bangi alafu uingize kwenye masikio, sio kuvuta. Unga wa bangi ni dawa ya masikio, hasa kwenye vidonda. Usipotumia dawa hii, kwa sasa hatuna dawa nyingine hapa, utakuwa kiziwi. Utabaki kiziwi au utatia bangi masikio? Mimi naitia bangi tena kwa kilo. Ala, uziwi wa nini? Na utafuta. Ukitokea si ukatai, lakini utafute, na njia za kujiepusha nao zipo. Come on. Uislamu hauko hivyo. Uislamu is not that much rigid. Sio mgumu kiasi hicho kama watu wanavyofikiria na wanavyotaka tufikirie.
Kwa hivyo itakuwa ni lazima kutumia ruhusa. Ukijifanya mcha Mungu hutumii ruhusa, ndio utakuwa unakosea sasa. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijitupe kwa mikono yenu katika maangamizi. Liqaulihi ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahluka, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema wala msijitupe kwa mikono yenu ndani ya maangamizi, yani msijiingize wenyewe kwenye matatizo. Ndio msijitupe kwa mikono yenu kwenye maangamizi, yani msijitie wenyewe kwenye matatizo. Na aya hii inafanya kazi pande zote mbili. Inafanya kazi kujitia kwenye tatizo na unaliona ili tatizo kajiingiza kwenye makusudi, kwenye tatizo bila tatizo, lakini na vile vile kuwa unayo nafasi ya kujitoa kwenye tatizo alafu ukajiacha kwenye hilo tatizo wewe mwenyewe, nayo vile vile ni tatizo. Tumefahamiana? Ukiweza kujiondoa kwenye tatizo jiondoe, na usijitumbukize kwa makusudi kwenye tatizo. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, wala msijitupe kwa mikono yenu katika maangamizi, yani msijisababishie maangamizi wenyewe, au msiache kujiokoa kwa sababu ya kuona labda jambo halifai. Suratul Baqara hiyo ni sura pili aya 195. Lakin al-akhdhu bil azimati aula. Hapa kuna njia mbili, unaweza kaitia shadda nun ukasema lakinna al-akhdha bil azimati aula, na unaweza kaifanya nyepesi lakini al-akhdhu bil azimati aula. Lakini kuchukua azimio, yani kuifuata ile sheria ya asili. Nimekwambia ni mwanzo kule nini azima. Azima maana yake ni ile sheria yenyewe ya asili inayotumika katika mazingira ya kawaida. Aula ni bora fi hali likrahi ala al-kufri, katika hali ya kulazimishwa kukufuru. Ndio kama kule kwenye ukoo wa Yasir, al-Yasir, wale waliosimama kidete ni mzee Yasir na mke wake Bibi Sumaya, wakasema sisi hatukufuru, tuweni, sisi ni Waislamu. Ile ndio bora kuliko hiyo aliyofanya Ammar hapa kusema kwamba nakubali ili aiokoe nafsi yake. Kafanya jambo la halali, lakini si bora kuliko lile lilofanywa na wale wenzake wawili ambao ni baba yake na mama yake, kwa sababu wale wamekufa mashahidi na wameonesha kwa Uislamu hautetereki kwa kutishiwa kuuliwa mtu. Sijui tumefahamiana vizuri hapo? Yani mtu kakuwekea bunduki kasema, akakwambia sema hakuna Mungu au unakuua. Mwambie mimi nasema Mungu yupo na wewe uua, kwa sababu yeye ndio aliyeumba roho hii. Peleka, tutakutana huko na wewe utakufa kwa siku yako. Hiyo ndio bora zaidi. Utakuwa jasiri pale mbele yake, potele mbali apandishe hasira kupiga risasi, kamsubiri na wewe siku yake amwombe vipi na wewe hukufa. Mimi uliniua na wewe je hukufa? Haya njoo tuhesabiane sasa huko. Nani wa peponi, nani wa motoni? Hilo ndio bora, kwa sababu itakuwa imani imetukuka pale. Ingawa ile ya pili ya kusema haya hakuna Mungu nipone, huna dhambi, lakini lilo bora kuchachamaa, maneno ya kibongo, bora uchacha au kugangamala kama anavyosema Mzaramo. Gangamala hapa. Chachamaa. Haya kama abana nabii sallallahu alaihi wasallama, kama alivyobainisha Mtume sallam fi iqrari sahabi, katika kumkiri sahaba mmoja, mujamalatan, kukiri kwa sahaba mmoja kwa kujipendekeza tu, au kumfurahisha Musailimat al-Kadhab. Piga mstari kwenye neno mujamala, kulitafsiri kumfurahisha. Alipokiri sahaba mmoja kumfurahisha Musailim al-Kadhab, yule Musailima muongo, wa muwafaqatahu, na kumwafiki ala zamihi, juu ya madai yake bi annahu nabiyun, kwa yeye ni nabii. Hapa pana kisa tuliwahi kukisema, lakini kwa sababu darasa hizi ndo mazingatio pengine madogo, au sio watu wote wanakuja kwenye darasa zote, katika suwaru min hayati as-sahaba tumezungumza mambo, na imetokea mle habari za Musailim al-Kadhab, mtu aliyekuja akadai utume baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunasema waziwazi mtu huyu alitokea upande wa Yemen ya kaskazini. Kwa hivyo historia inaonyesha Yemen ya kaskazini inao watu vichwa ngumu. Siku moja nilisema, lakini najua kuna watu wanachukia nikisema. Na chimbuko la salafia tulionao sasa ni Yemen ya kaskazini. Lakini ukisema hivi inaonekana kama labda unamchukia mtu. Mimi sichuki mtu, nataka watu waitizame historia vizuri. Wakati mwingine tumefahamiana, inayo historia ya kuzaa watu vichwa ngumu. Huyu bwana
aliwakamata masahaba wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa tukio hili. Alafu akawaita mmoja wao, akamuuliza yule mwanzo, kwamba wewe unakubali kwamba Muhammad ni mtume? Akasema unakubali na mimi kwamba ni mtume? Akasema wewe si mtume, mtume ni Muhammad. Akamwambia nitakuua kama ukubali kuwa na mimi mtume. Akamwambia kuniua ni jambo la kawaida, ni uwe, lakini wewe si mtume, mtume ni Muhammad tu. Akamkatakata vipande na yule mwenzake anaona. Amaliza akamwita na hana, wewe unasemaje? Akaambia kwa jinsi ulivyotenda, na wewe ni mtume bwana, na wewe ni mtume kabisa, huna shaka yoyote. Muhammad mtume na wewe mtume. Akasema barabara. Hivi ndio ninapotaka kusikia. Akampiga panga la kiuno kidogo tu hivi kwa mababa pale. Haya, nenda kamwambie Muhammad kwa na mimi ni mtume. Bwana akachukua mnyama wake akakimbia. Kufika kwa Mtume sallallahu akapinda magoti, akaanguka analia. Akamuzania sema nishakiri mtume mwingine asiyekuwa wewe. Akamwambia ilikuwaje? Akamueleza, akamwambia yule mwenzako kishakufa shahidi, yuko peponi anakusubiri. Na wewe huna dhambi yoyote, endelea na vitendo vyako, utakutana na mwenzako inshallah. Yote mawili yale akayakubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu la pili kwa la kuokoa nini? La kuokoa roho. Hasa jipime mwenye kwa ushapika miaka 55 kama mimi, wasema hata nikifa si hasara. Unakwenda zako moja kwa moja. Lakini kama unajua kijana bado mashine hasijatumika vizuri, unasema bwana na wewe mtume bwana, ili upate kufanyaje? Kupona ukatumia mashine zako huko vizuri, Kila mmoja na hesabu zake. Mimi si mkiri, mimi sikubali. Mimi nakubali kufa kwa hatua hii nilofikia. Kisa mnaona tena hata nikifa hapa mimi hakuna hasara kubwa. Mimi lakini nasema uamuzi wangu binafsi, si uamuzi wa kila mtu. Sijui al-Bahri yeye ataamua nini. Hiari yake mwenyewe na kanzu lake jeusi leo kavinjari kama Shia. Inshallah khairi, lakini kila mmoja atafanya uamuzi wake. Lakini wowote uamuzi utakaofanya bado umebaki ndani ya Uislamu. Bado huja kufuru. Tumeelewana? Bado umebaki ndani ya Uislamu. Kwa hiyo pima mwenyewe unachokitafuta ni kitu gani katika hii dunia palipobaki. Mimi na Saidi tushatumia sana. Au unasemaje Saidi? Si unakubali twende zako moja kwa moja na utangulie peponi? Unakufa shahidi. Haya. Na wengine akiambiwa upigwe dagari atakubali kufa. Mwingine anasema apiga dagari ni baki duniani. Haya. Si balaa hiyo. Pana nini? Kwani dagari nini sasa? Paka iwe TV napata tabu na dagari. Basi wamuafakata wala zamina, kumwafiki wake juu ya madai yake bi annahu nabiyun, kwamba yeye huyu ni nabii. Qailan, hali ya kusema Mtume sallam sada bil haqi, ameumiza kichwa kwa ajili ya haki. Yule aliyekufa kajitoa muhanga kwa ajili ya haki. Fahani allahu, basi hongera kwake. Anasema Mtume yule aliyojitoa muhanga kwa ajili ya haki, yule hongera kwake. Kakubali kufa lakini kwa ajili ya ukweli. Lakini ulahadhu, lakini pazingatiwe, anna hunaka umuran thalatha, kwamba kuna mambo matatu la tahillu bidhatiha bihali, kwa dhati yake hayawi halali kwa vyovyote vile. Wa in kana yurakhasu bi ba'dhi ahwaliha, ingawa panaruhusiwa katika baadhi ya mazingira yake. Wahia, na mambo matatu hayo ni haya: al-kufru wal-qatlu waz-zina. Yurakhasu, inaruhusiwa binutqi, kutamka bil-kufri, ukafiri, kwamba ukatamka kwamba umekufuru, inaruhusiwa ikiwa umelazimishwa ukakufuru kwa kutamka. Lakini al-kufra fi dhati la yahilu abadan, lakini ukafiri wenyewe ndio hauwi halali. Usije ukakufuru ndani ya moyo wako, ukufuru ndani ya mdomo wako tu kwa ajili ya kuokoa maisha, lakini moyoni ubaki na msimamo ule. Yaani kwa kifupi useme uongo. Yaani tutazunguka sana. Useme uongo, maana lile unolisema huliamini. Ndio hapo utakuwa umeruhusu. Lakini usije ukaamini hasa kwamba ile kufuru ndio sawa sawa. Kwa hivyo uwe una kauli na mawazo tofauti. Wakadha albaqi, na hayo mengine yote. Kipengele cha pili, ibahatu tarkil wajibi, kuhalalisha kuacha wajibu, idha kana fi fi'lihi mashaqqa, ikiwa ndani ya kuyafanya mambo ya wajibu kutakuwa na mashaka, talhaqul mukallafa,
yatampata mtu aliyelazimishwa na sheria. Kaibahati alfitri, kama kuhalalisha kula mchana wa Ramadhani, fi Ramadhan lilmusafir wal maridhi, kwa msafiri na mgonjwa. Hili maarufu liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa au yuko safarini, basi na hesabu siku nyingine ale katika siku zile. Hilo liko wazi, hatuna haja ya kulitolea maelezo mengi. 3, ibahati al-uqudi wa tasarrufat, kuhalalisha mikataba na matumizi alati yahtaju ilaiha nasu, wanaohitajia watu, maa mukhalafatiha lilqawaid almuqarrara, pamoja na kwamba yanakwenda kinyume na kanuni zilizothibitishwa. Na hili nalo limefahamishwa sana huko nyuma. Ka aqdi salami, kama mkataba wa biashara ya mkopo, fa inahu bai'un limadumin, kwani ni kuuza kitu kisichokuwepo, wa bai'ul ma'dumi batil, na kinachouzwa ambacho hakipo ni batil. Walakin shar'a jazahu, lakini sheria imeruhusu lihajati nasi ilayhi, kwa sababu ya watu kuhitaji jambo hili. Wamituna mfano wake aqdul istisna'i, mikataba ya kutengenezesha vitu. Kama mnakumbuka tumeyasema haya kule kwenye mambo ya nini, ya alwajibu walharamu walmakruhu walmubahu, na tumetoa maelezo mengi sana kuhusu mifano hii. Kama mtu hatalii au harudii, ataona kitu kipya hakifahamu. Lakini kama mtu anarudia vizuri, anatalii vizuri, hapati tabu tena kuyakumbuka haya. Lakini kwa faida ya wengine ambao hawana vitabu, nitayafafanua kwa kiasi. Kuna bai inaitwa bai'u salami. Bai'u salami ni kuuza kitu ambacho wakati mnauziana hakipo. Hiyo ndio bai'u salami. Wakati mnauziana kitu kile hakipo. Unamuuzia ng'ombe mtu, lakini ng'ombe yenyewe yuko shamba, yuko kijijini. Nyie mko mjini, kwa nakuuzia ng'ombe dume, rangi yake kadha kadha, ana umri kadha, anakadiriwa kuwa na uzito wa kilo kadha, nataka 1,000,000. Mnakubaliana, anakupa ama zote au nusu, uende ukamlete. Sasa ukimleta lazima awe na sifa zile zile ambazo umezielezea wakati unamuuza pale, hayupo. Asije akaletwa akatofautiana na vile ulivyoelezea, biashara itakuwa mgogoro. Hamjafikiana na lazima mtu achukue pesa zake. Hii ndio inaitwa bai'u salami. Hii kimsingi ilikuwa haifai, kwa sababu unauza kitu wakati unapokiuza hakipo. Lakini katika dunia ukibana sana ukasema biashara hizi hazifai, watu watapata tabu. Mambo mengine yatakuwa hayendi. Kwa hivyo sheria ikaruhusu, lakini ikabana kwa masharti, kwa kile kinacholetwa kiwe kinafanana na zile sifa zilizotolewa wakati mnakubaliana kwenye biashara. Hiyo ndio bai'u salam. Katika aqdul istisna'i, mkataba wa kutengenezesha, ni kama hivi, unakwenda kwa fundi ya kutengenezea mlango. Sasa unamwambia unataka mlango wa aina gani, kwa urefu gani, mti gani, nakshi za aina gani. Na siku hizi wameendelea sana, wana picha wao, wanakuonesha kwenye album yao, chagua mlango nao utaka. Kwa hivyo wewe unasema nataka mlango kama huu, maana ule si mlango, ile ni picha nini ya mlango. Nataka mlango kama huu. Kwa hivyo unamlipa pesa, kama ni nusu advance mnapokubaliana, anakutengenezea mlango kama ule unaotaka. Hiyo nayo ni kama bai'u salami, ni aqdul istisna. Lakini tofauti ya bai'u salami na aqdul istisna ni hii moja, kwamba kwenye bai'u salami kile kitu kinachouzwa kipo, hakipo pale mnapokubaliana tu, kiko mahala pengine kikaletwe. Lakini aqdul istisna, pale mnapokubaliana kile kitu chenyewe hakipo, hakijatengenezwa bado, kuna maelezo tu au picha tu ya kitu hicho. Umeona? Kwa mfano, una harusi, unapikisha biriani, so asubuhi unakwenda unalipa pesa mlivyokubaliana, nataka saa 8 au saa 7 mchana biriani umeshafika. Sasa unafikiri anakuwa kesha ipika ile biriani? Si anategemea zile pesa ulizompa ndo akanunue vifaa apike nini? Apike biriani. Kwa hivyo hii ndo aqdul istisnai, mkataba wa kutengenezesha kitu. Ina maana wakati mnakubaliana kile kitu hakipo, zile pesa utakazotoa ndo zitakazokuza kuanza kutengeneza kile kitu. Kwenye bai'u salami, wakati mnakubaliana kile kitu kipo, hakipo pale mnapokubaliana nyinyi, kiko mahala pengine mpaka kiletwe. Mmezitofautisha baina salami na istisnai, zikijitokeza mbele tena sitoi maelezo, kwa sababu najua mshaelewa. Msinitumbulie macho, tufahamiane vizuri, mkatalii, mweke vitu vyenu sawa sawa, ndo kusoma. Kipengele namba 4, raful ahkami shaqati, kuondoa hukumu zenye mashaka au zenye uzito,
allati kanat, ambazo zilikuwa mashru'atan fi shara'i sabiqa, zimewekwa kisheria katika sheria zilizotangulia. Kwa mfano